Alright, kuelekea mapinduzi ya burudani Tanzania 2018, bendera nyingine inaenda kupandishwa mkoani Rukwa, wilaya ya Sumbawanga. Diamond Platnumz, mambo vipi? Niko poa, niko vizuri sana. Sumbawanga unaionaje? Sumbawanga mimi sija kufika, nafikiri ndo mara yangu ya kwanza. Natamani sana nione mkoa wake ukoje. Na siku zote nilikuwa nimetamani kufika hapa, nikutane na mashabiki zangu. Lakini nimependa mapokezi makubwa sana, mazito sana. Nafikiri ukitoa mapokezi ya Mtwara, mapokezi hapa yamekuwa makubwa zaidi. Mikoa mingine ilijitahidi kimapokezi, lakini mkoa umefanya bala sana. So tunasubiri kwa hamu tuone kwenye show itakuwa. Vitu gani ambavyo mlikuwa mnavizingatia kuchagua mkoa? Kwa mfano mlichagua Mtwara ndio ukawa mkoa wa kwanza, lakini ukilinganisha na huku mapokezi yamekuwa ni makubwa sana, afu umekuwa ni mkoa wa 4. Kwenye kuchagua mikoa tuko tujaribu kwenda na kanda. Tuende na kanda kuona kama kila kanda tunaigusa, kwa sababu kufanya mikoa mingi, afu kumbuka ile tamasha tunaliandaa si wenyewe wasanii, si wenyewe tunaliandaa. Kwa hiyo na tujitahidi kugusa sehemu zote, lakini ndio mara kwanza tumeanza kuwa rahisi kufanya mikoa yote. So tulikuwa tunaangalia kwenda na kanda, lakini pia kuangalia mikoa ambayo tunaamini kabisa ukifika ni uhakika. Nikasema kwa kwanza tuanze katika mikoa hii labda kwanza. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mapokezi yake ni makubwa kiasi tunayoenda, na watu wa mikoa mingine wasijisikie vibaya kuhisi kwamba labda tumewatenga tutoenda, lakini tutakuja mwakani na tunaamini mwakani tutakuwa tuna nguvu zaidi, kwa sababu tuko pia tunajifunza kupitia tamasha. Sisi tunafanya matamasha mengi, lakini kumbuka tamasha tunaliandaa si wenyewe, na tunataka tufanye kitu kilichokuwa bora. Ndio maana ukitazama kwa makini stage yetu sisi ni rafiki sana mashabiki. Ukiangalia stage zingine za matamasha zinaweka mashabiki mbali, zinawatenga. Sisi tunajua kabisa sisi ni wasanii na tunapenda kuwa karibu na mashabiki zetu. Mashabiki wanapenda kukaa na wasanii. Kwa hiyo tuko tunaangalia vitu gani watu wanavipenda, vitu gani tuvipendi au watu wavipendi. Kwa hiyo tunafanya hivyo, na kwa watu wa mikoa mingine wasisononeke, ambao watakuwa bahatika kuwepo mwaka huu, mwakani atakuwa. Performance zenu waga wanategemea Diamond, labda wewe ndio utakuwa wa mwisho kuperform, lakini tukiangalia Iringa alikuja Maromboso ndio akaperform wa mwisho. Hauoni hiyo labda inaweza ikawapa wasiwasi kwamba Big ndio ametangulia kuperform afu nakuja mimi? Wasanii wa WCB atanianza kupanda mimi, wa kwanza watafuata, watafanya vizuri, kwa sababu sisi tunafanya sanaa yani kutoka kwenye moyo kabisa. Kwa kila msanii ashaandaliwa kabisa, najua hata atoke nani akiingia yeye atafanya vizuri. So kila msanii ana mashabiki zake, na kila msanii watu wanamsubiri. Uzuri wetu si kila mtu anamsubiri. Watu waje tu kumsubiri Diamond. Watu wanasubiri wasanii wote. Na nikizungumzia kama sisi watu wa WCB, tulivyokaa tumejisuka, tumejipika, kama kila mtu anapoingia ana techniques zake. Kuna technique ya mtu akianza yeye, kuna technique ya mtu akitangulia, mtu kutoka nyuma labda ana nguvu. Yaani hivyo, so tuko vizuri na haiwezi kutemeka. Tunajibu tukubadilisha watu wasikalili. Unajua ni mbato kale Diamond anakuja kufunga mwisho, hapana. Alafu hatutaki kutengeneza mazingira kuonekana aloanza alokuepo huku basi eti ndio mkubwa, wengine wadogo, hapana. Kuonekana swala kupanda safari au kupanda safari ni swala tu la muda umetengenezwa tu, lakini sio eti mtu kwa mwisho eti ndio mkubwa, wengine bado wadharaulika. Pale uwanja wa Nelson Mandela umewaandalia nini kikubwa na cha
tunapoenda hakuna wimbo wote unauliziwa kama wimbo ule kila mkoa tunaoenda. So bado tunawaomba watu ruhusu tu perform. Waga mnatakiwa upeleke ngoma isikilizwe BASATA kabla hujarelease. Sote kwa sababu nimesema nimeona mwanamke afa kanizingua nikajifanya kuficha aibu nikazania kuonioa tu nikazania kuwa naye kama kanizingua kwa sababu nitaogopa kuchekwa. Mimi sitaogopa kuchekwa. Kama mwanamke niko naye nikaje tutaenda vizuri, akizingua na chapa hapa na nda mwingine. Iko hivyo kwa sababu content ya stress inafanya kazi sana na hangaika sana na hasu sana. Na hangaika usiku na mchana. Kwa nataka mwanamke kwangu mimi ni mtu ambaye atakiwa nipate pumziko. Kwa mwanamke anatakiwa pumziko. Sitaki mwanamke kwa ni stress. Kazini nipate stress, na kurudi nyumbani pia stress. Nataka nirudi na kuta manjomati, mapirau, manini, mabiliani, udi. Kapa nimemea nyumba mpya, bonge la jumba, wakali, unyamwezi. Yani nataka jacuzzi, yani tuna chill maisha baada ya kufanya kazi, nataka relax. Kwa hiyo mwanamke ikiwa hata kama nimeweka hadi nitamuoa alafu akafanya vitendo tofauti vya mara kwa mara nikimwonya akashindwa kuvitekeleza au kujirekebisha, siwezi kuendelea. Ndio maana akasema ananijua, nafikiri kunijua kwake kulikuwa hivyo. Lakini bado msimamo wangu uko pale pale kuoa Valentine. Nimeongea na management na iko na tengenezwa strategy kwa sababu harusi yangu nataka nifanye kitu tofauti kidogo. Mimi napenda kufanya vitu tofauti. Kitu tofauti kwa nimepanga kuifanya Valentine tarehe 14 tena tarehe 14, 15, 16 mpaka 17 ni Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Na nitajitahidi sana
kila aliyekuwa shabiki wangu wa damu kuhudhuria. Sasa jiulize fanyaje. Hii ni Konke Master. Hivyo chezo siuchezewe kabisa. Wasafi Festival 2018.